Je, umewahi kuhisi kama uko katikati ya umati lakini bado uko peke yako? Unaangalia simu yako na hakuna missed call, hakuna meseji ya tupige story na unajiuliza, kuna shida gani na mimi? Sikiliza, hii sio bahati mbaya na wala sio kwamba wewe ni mtu mbaya. Sayansi ya saikolojia ina majibu ambayo huenda hujawahi kuwaza. Leo tutaangalia sababu 6 zilizothibitishwa na utafiti zinazokufanya ukose marafiki wa kweli au ushindwe kudumisha mahusiano. Na sababu ya 6, hiyo ndio game changer. Ni kosa ambalo 90% ya watu wanalifanya wakiamini linawasaidia kupendwa. Kumbe ndilo linalowafukuzia mbali watu wazuri. Ukirekebisha hili moja tu, utaona mabadiliko ndani ya siku chache. Twende kazi. Kabla hatujazama kwenye sababu ya kwanza, kama wewe ni mpenzi wa kujifunza jinsi akili inavyofanya kazi na unataka kuboresha maisha yako, subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya. Ni sekunde moja kwako, lakini ina maana kubwa sana kwangu. Asante. Sasa, hebu tuangalia saikolojia ya urafiki. Watu wengi hudhani urafiki hutokea tu kama ajali. La hasha, urafiki ni skill au ujuzi. Na hapa ndipo tunapokosea. Sababu ya kwanza, the nice guy au girl trap au ugonjwa wa kukubali kila kitu. Sababu ya kwanza ni ile tunayoita kitaalam people pleasing au kujaribu kuwa mtu mwema kupitiliza. Unadhani ukikubaliana na kila kitu, watu watakupenda. Utafiti unaonyesha kinyume chake. Watu wanavutiwa na watu wenye utambulisho. Ikiwa wewe kila unapoulizwa tule wapi, unajibu popote tu unapotaka, au kila wazo unasema ndiyo, uko sahihi, unapoteza thamani yako machoni mwao bila kujua. Kisaikolojia, binadamu wanataka marafiki watakaowaongezea kitu kipya, sio kopi ya wao wenyewe. Jinsi ya kuepuka: anza kuwa na maoni yako, sio kwa ubishi, bali kwa msimamo. Ikiwa hupendi mpira, sema hupendi. Ikiwa hupendi siasa, sema wazi. Kuwa na mipaka, boundaries, kuna kuheshimika. Kumbuka, respect inatangulia friendship. Watu hawawezi kumpenda mtu asiyemheshimu. Sababu ya pili, kujifanya huna mapungufu, perfectionism shield. Hii inaingiliana na kitu kinaitwa the Pratfall effect. Huu ni utafiti uliofanywa na mwanasaikolojia Elliot Aronson. Utafiti uligundua kwamba watu wenye uwezo mkubwa wanapendwa zaidi wanapokosea kidogo au kuonyesha udhaifu kuliko wale wanaonekana wamekamilika 100%. Unapojaribu kuonyesha maisha yako ni perfect, huna shida, huna stresi, kazi yako ni nzuri tu, unatengeneza ukuta. Watu wanahisi hawawezi kukufikia, relate na wewe. Urafiki unajengwa kwenye vulnerability, yani uwazi wa hisia. Ukijifanya wewe ni superhuman, watu watakuadmire kwa mbali, lakini hawatakuwa marafiki zako. Jinsi ya kuepuka: usifiche makosa yako madogo. Ikiwa umechelewa, sema samahani, nimezingua muda. Ikiwa unapitia kipindi kigumu, share na mtu unayemwamini kidogo. Udhaifu wako ndio sumaku inayovuta watu kukuonea huruma na kutaka kukusaidia, na hapo ndipo urafiki unapochanua. Sababu ya 3, mtu wa malalamiko sugu, negativity. Sababu hii ni sumu kubwa zaidi kuliko zote. Negativity, kuna kitu kinaitwa emotional contagion au kuambukizana hisia. Ukikaa na mtu anayelalamika kila saa, ubongo wako unachoka. Jiulize, kila ukimkutana na watu, stori zako ni kuhusu matatizo yako tu, jinsi bosi wako alivyo mbaya au jinsi hali ya hewa ilivyo mbaya. Hakuna mtu anayetaka kuwa dustbin ya kutupiwa matatizo yako kila siku. Mtaalamu John Gottman aligundua kanuni ya 5 kwa 1. Ili uhusiano udumu, kwa kila jambo moja baya au la kero, unahitaji mambo 5 mazuri ya kufidia. Ikiwa wewe ni 1 kwa 1 au unalalamika tu, watu watakuepuka ili kulinda afya yao ya akili. Jinsi ya kuepuka: badilisha topic. Ukiona umelalamika kwa dakika 2, tumia dakika 10 zijazo kuongelea vitu vya kutegemea, vitu vya kuchekesha au kumsifia huyo rafiki yako. Watu wasiwe wanakumbuka matatizo pindi wakikuona, wawe inakumbuka furaha. Sababu ya 4,
uchoyo wa kihisia au kutokuuliza maswali. Hapa ndipo tunafeli bila kujua. Unakutana na mtu, mnaongea kwa dakika 20 halafu unaondoka, ukijiona umeongea vizuri sana, lakini ukirudisha mkanda nyuma unagundua 80% ya muda ulikuwa unaongea wewe kuhusu wewe. Hii inaitwa conversational narcissism. Mtu anasema ninaumwa kichwa, na wewe badala ya kusema pole, imekuwaje, unadakia hata mimi jana niliumwa kichwa sana. Unapora stori yake na kuifanya iwe yako. Jinsi ya kuepuka: tumia kanuni ya mpira wa tennis. Mazungumzo ni kurushana mpira. Akiongea usiwaze jibu lako, waza swali la kumuuliza kutokana na alichongea. Watu wanapenda sana kujiongelea wao wenyewe. Ukiwa msikilizaji mzuri na muulizaji swali mzuri, utaonekana ni rafiki bora sana duniani, hata kama wewe umeongea kidogo. Sababu ya 5, transactional mindset au kupima kila kitu. Hii ina mahusiano ya kuendesha urafiki kama biashara. Nilimtumia meseji mwezi uliopita, hajanijibu, sitamtauta tena. Au nilimlipia chakula jana, leo lazima alipe yeye. Kwenye saikolojia kuna tofauti kati ya exchange relationships kama wewe na dukani na communal relationships kama wewe na familia au marafiki wa karibu. Ukiwa na kijitabia kia hesabu kichwani cha nani kafanya nini, unaua ule uwekezano wa urafiki wa dhati kukua. Jinsi ya kuepuka: toa bila kutegemea malipo ya papa hapo. Kuwa mtu wa kuanzisha mawasiliano bila kuhesabu ni mara ngapi umefanya hivyo. Rafiki wa kweli atarudisha fadhila kwa muda wake, na kama harudishi kabisa, utajua huyu hafai, lakini usiweke deni kila unapofanya wema. Ukarimu huvuta ukarimu. Sababu ya 6, kujikataa mwenyewe au self rejection. Na sasa tunafika kwenye sababu ya 6. Ile niliyokuambia mwanzo. Watu wengi hukosa marafiki si kwamba hawapendwi, bali kwa sababu wanaingia kwenye hali ya kujuana na watu wakiwa na presumption kwamba mimi si wa hadhi yao au mimi ninaaboa. Hii inakufanya uwe na defensive body language, unakunja mikono, huelewani na watu, unakaa kando. Unadhani unajilinda usiumizwe, kumbe unatoa signal inayosema usinisemeshe. Watu wanatafsiri hii kama kiburi au maringo, kumbe ni wada wako tu. Jinsi ya kuepuka: kuna mbinu inaitwa assume rapport. Unapokutana na mtu mpya, ishi naye kama vile tayari ni rafiki yako wa zamani. Tabasamu, kuwa huru, ondoa ile hofu ya nitasema nini. Ukiamini unastahili kupendwa, lugha yako ya mwili itabadilika na watu watajisikia huru kukusogelea. Kumbuka, kupata marafiki sio uwezo wa kuzaliwa nao, ni ujuzi unajifunza. Anza na moja kati ya hizi 6 leo. Punguza kulalamika, onyesha udhaifu wako kidogo, au anza kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Niambie kwenye comment hapo chini, ni sababu gani kati ya hizi 6 unahisi imekuwa kikwazo kikubwa kwako? Nataka kusikia kutoka kwenu. Asante muda wako wa kutazama, tukutane video ijayo.